Niwaombe wa mama, wanawake wa Tanzania, kwamba tushikamane kuilinda amani yetu, kama ambavyo inavyosema kwenye maandiko matakatifu ya kwamba tuwapate wapi wanawake waombolezao. Tuiombee nchi yetu, na tulishaanza kuiombea, na ninajua kabisa ya kwamba tarehe 29 Mungu wetu ni mwaminifu, hawezi akaiacha Tanzania. Mungu atubariki wapendwa. Mimi nina amani, ninajua tutatoboa. Niombe tusitize amani. Tuambie watu tukapige kula, tuseme na watu. Sisi kama wachungaji, mashehe, tuna makundi nyuma. Ninajua tukisimama kwa pamoja linawezekana kwa jina la Yesu. Katika kuheshimu katiba kwamba kila baada ya miaka 5 kuna uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tuheshimu hiyo katiba kwa kushiriki kwenye huo uchaguzi mkuu. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo ni heshima kwa katiba. La pili, hali tuliyopo sasa hivi haihitajiki tena moto juu ya moto, inahitajika tuka upendo, ushirikishe mwingine kwa upendo. Hata ukimwona ni wa moto lakini mrudishe kwa upendo, tutavuka salama. Hatuwezi tukavuka kwa vita juu ya vita, hamna. Tutavuka kwa kuwashirikisha wengine upendo kwa matendo. Yakitokea machafuko, basi viongozi wa dini tutakuwa tuna dhambi kubwa. Tutakuwa na dhambi kubwa kwa maana tuna uwezo wa kukemea. Nilikuwa naomba kama inawezekana pangetolewa elimu. Itolewe elimu, watu wasiwe na hofu kwa mtazamo wa siku hiyo wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza kuwa vimejipanga dhidi ya watu waovu wanaotaka kuharibu zoezi siku hiyo. Lakini wakati wanachukua tahadhari hiyo, wakumbuke kuna watu wana nia njema, wanatakiwa kutoka wakapige kura. Isije katokea hata wale wenye nia njema ya kwenda kupiga kura wakaogopa. Askari watakaowaona mtaani wapo kwa ajili ya kulinda usalama wao, kuhakikisha wanapiga kura bila kubugudhiwa na mtu. Yaani wawaone wale maskari wapo kwa ajili ya kuwalinda wao. Mimi napenda kusema kwamba nchi yetu itabaki nchi yetu, na baada ya uchaguzi itabaki nchi yetu. Aingie darasani, lakini usipoenda kupiga kura, maana yake kwamba basi unampa huyu, maana katiba yetu haizungumzii asilimia ngapi watakao piga hao. Kwa mimi nasisitiza kama wananchi tukapige kura. Tupige kura, ni haki yetu ya kisheria kabisa, na tuwasisitize watu wetu wakaende wakapige kura. Vitu vya ajabu vya uchochezi tuambie waepuke na kuamini vitu vya kwenye mitandao. Nchi hii haiwezi kusimama bila umoja. Mambo mengine mengi tunaweza tukaongea. Nimeona CCT mkiwa umesimama imara, CPCT na wengine ambao wanaweza kuja kama makundi maalum. Mna nguvu kubwa, mmejaliwa mapawa na vipawa, na mnamwakilisha Mungu hapa duniani. Tunaingia katika uchaguzi ambao nadhani katika historia ya nchi yetu ni uchaguzi wa kwanza unaofanyika katika kizazi kinachotumia mawasiliano ya kidijitali. Hakuna uchaguzi wote ambapo simu zilikuwa na habari zote za dunia. Simu kishika. Kwa hiyo wengine nguvu hiyo wanaitumia vizuri kwa sababu inakupa habari. Wengine wanaitumia vibaya. Tuliona kilichotokea Misri wakati walipotumia mifumo ya Twitter, wakati ule inaitwa Twitter na Facebook, kupeleka habari zinazoweza kugafilisha, kutia wasiwasi, na watu wakawa na mashaka juu ya utaifa wao. Nguvu hii pia kupitia viongozi wa imani tunaweza tukaitumia vizuri, na tuko hapa kimsingi ili tusikie kutoka kwenu ni nini ambacho viongozi wa dini nafikiri inaweza kikafanyika. Sauti zenu zikapazwa, watu wakazisikia, watu wakaziamini,
watu wakawa tayari kulinda tunu ya amani na mshikamano wa taifa hili. Akasema sala, moja ya maagizo ambao nadhani Wakristo wamepewa, Timotheo nadhani alikuwa anaongea na mtu, akasema sala na maombezi zifanyike kwa watu wote, kwa nchi nzima. Lakini akasisitiza, akasema na hasa kwa wenye mamlaka, kwa wafalme na wenye mamlaka, kwa sababu kwao wamepewa kazi kubwa ya kulinda amani, kuwalinda watu na kuongoza nchi. Tusisite kabisa kumtaja kwa jina kiongozi wetu, rais wetu, na sasa ni mgombea wetu katika sala zetu. Wananchi wa Simiyu, kupitia kwa kadri ya uwezo wetu na kwa kadri ya nguvu za Mwenyezi Mungu, tunataka tuwahakikishie kwa huu uko salama. Na watu ni wachache sana tu wenye nia zao mbaya, ambao kwa namna yoyote ile wanatumia mitandao hii katika kuogopesha wananchi kwa sababu ya kutimiza zile nia zao mbaya. Watu wengine kwamba Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, katika mambo yote tunaweza tujaribu, lakini tusijaribu nini? Tusijaribu uongozi. Tusije tukajaribu uongozi kwa miaka mitano. Kwa maana mengine, tusiache kuwa makini katika kuchagua viongozi, katika kumchagua rais, katika kumchagua bunge, katika kumchagua diwani. Maanake ukishamchagua ndio maanake miaka mitano ameenda unakopenda, ameenda usikopenda, huyo ndio wako wa miaka mingapi? Miaka mitano. Sasa tunataka miaka mitano, na tunajua tumeona nchi ambazo zimejaribu miaka hiyo mitano na tumeona iliyokuja. Si kwa namna ya kutisha, lakini tuwaombeni. Na nyie mkisema mna nguvu kubwa ya kuwaaminisha wale watu ambao mnahubiri kuhusu ile linalotaka kufanya. Na kwa hivyo mezane tu, nchi mkoa uko salama, na nataka niwaambie mnayoyasikia ni kwenye mitandao, lakini hakuna mtu wa kushikika. Hakuna mtu wa kumkamata ukasema huyu hapa Simiyu, huyu ndio analeta vurugu. Hatujamkamata, labda yuko chini ya mfungo. Lakini sisi tuko salama, na tunaendelea kusema kwamba kama kweli kuna watu wachache wanaochukua maelezo kutoka kwa wenzetu walioko Marekani, kwa wenzetu walioko Dar es Salaam, na watu wataalamu, maana tunajua labda mji huu pengine Dar es Salaam wanaweza kaja wako wataalamu kama walivyo wataalamu wengi wa mambo mazuri, pengine na wataalamu wa mambo mbaya wanaweza kaa kule, kama ndio wanajikusanya alafu wanatuletea huko mikoani, alafu na sisi tunaanza kurushiana. Inaleta hofu ambayo haina sababu. Watu wajitokeze, wakaende kutafuta, wakaende kupiga kura.